afya popote pale ulipo. Mungu bado anazidi kuhifadhi, anazidi kutendea mema, anazidi kuinua, mambo yanazidi kuwa mazuri upande wa kwako, you know. Kwa hivyo kunapokucha, siku inapoonekana kama vile inakuwa ndio nafasi nyingine pia kutumia kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, kwa uzima, kwa fadhili zake na mengi mazuri anayozidi kutenda katika maisha yetu. Kwa hivyo kama ilivyo ada kawaida, kila siku asubuhi, kitengo devotion hour, sisi huwa tunashiriki neno kuhimizana hapa na pale, ili kwamba tu siku yetu ikaweze kuwa njema, na tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai ambao ametupa, siku iliyokuwa ndefu, siku iliyokuwa mrefu, lakini tumeamka ama tumeamshwa asubuhi, unapata kwamba mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Kwa hivyo today ama siku ya leo nataka kwamba tukaweze kushiriki kitabu cha Isaya sura ya 60, kutoka pale mstari wa 20 tutafika pale mstari wa 22. Neno nzuri kabisa asubuhi ya leo, linaleta uzito sana katika maisha yetu. Kwa hivyo tukilizingatia na kuja kuelewa kwamba hatutabaki kuwa tu vile, bali tutakuwa tumeimizika katika nafasi na njia tofauti tena zaidi. Kwa hivyo tashiriki nawe kifungu hiki ili kwamba neno hili kaweze kuwa nguzo kabisa katika maisha yetu asubuhi ya leo, tunapomtazamia Bwana, tunapomtazamia Mwokozi, litazamia neno hili kuwa nguzo katika maisha yetu, ili kwamba sisi nasi tukaweze kuinuka tukiangaza katika nafasi iliyo nzuri, tukiwa na imani, tukiwa na ujasiri ndani ya neno husika na ndani ya Mwenyezi Mungu anayefanya makuu na makubwa tena sana katika maisha yetu, tukizingatia kwamba kila kitu kiko shwari. Kwa hivyo kama una Biblia kwako, basi naweza kufungua nami kitabu cha Isaya sura yake ya 60, taanza pale mstari wa 20, tusome wa 21 kisha 22 pale, sawa sawa. Isaiah kwa wale wa kimombo, Isaiah 60, chapter 60 verses 20 to 22. Wale wa Kiswahili basi ni Isaya sura ya 60 kutoka pale mstari wa 20 kufika 22. Biblia inasema kwamba jua lako halitazama tena, nao mwezi wako hautafifia tena. Bwana atakuwa nuru yako milele, nazo siku zako za huzuni zitakoma. Ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu, nao wataimiliki nchi milele. Wao ni chipukizi nililolipanda, kazi ya mikono yangu, ili kuonyesha utukufu wangu. Aliye mdogo kwenu atakuwa elfu, mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Sawa. Kifungu hiki ni cha kutia moyo, sema kwamba jua lako halitaweza kuzama hata kidogo. Nao mwezi wako hautafifia, yani usiku taongozwa na mwezi wa asubuhi, jua litakuongoza, yani mwangaza na nuru itakuwa upande wako, vitakuwa upande wako. Na kifungu kinazidi kusema kwamba watu wako wote watakuwa adilifu, nao wataimiliki nchi milele. Wao ni chipukizi nililolipanda, kazi ya mikono yangu, ili kuonesha utukufu wangu. Aliye mdogo kwenu atakuwa elfu, mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Sawa sawa. Kwa hivyo neno hapa linahimiza mpendwa mmoja, wapendwa wawili, sisi sote, kwamba Bwana atakuwa pamoja nasi, atazidi kutulinda, kuhifadhi na pia kututunza ndani ya udogo wetu. Basi tutaimarishwa. Sema kwamba yule mdogo yeye atakuwa mkubwa, aliye mdogo atakuwa mkubwa na atakuwa elfu. Yule ambaye ni mdogo kuliko wote, basi pia na atakuwa taifa lenye nguvu. Maana Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha ya kila mmoja, na kwa hivyo jua halitakosa kukufanya nini, ama halitakuzamia tena. Maana Mungu anahakikisha kwamba nuru yako ipo milele milele. Ndio maana anasema kwamba ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litayafunika mataifa, lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Mataifa watakuja kwenye nuru yako, na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako.
Sema inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakujia ama wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Ndipo utatazama na kutiwa nuru ya moyo wako, utasisimka na kujaa furaha. Mali zako ama mali zilizo baharini zitaletwa kwako, utajiri wa mataifa utakujilia. Haya ni maneno yake Mwenyezi Mungu, anazungumza kupitia kinywa chake mtumishi wake Nabii Isaya kwa mataifa na pia kwa wale wote wanao litazamia neno lake. Anasema pia, ingawa umeachwa na kuchukiwa, bila yeyote anayesafiri ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele na furaha ya vizazi vyote. Utanyonya maziwa ya mataifa na kunyonyeshwa matiti ya wafalme. Ndipo utakapokuja kwamba ama utakapojua kwamba mimi Bwana ni Mwokozi wako, mkombozi wako, niliye mwenye nguvu wa Yakobo. Asema Bwana atakulinda wewe na vizazi vyako vyote, ingawa umeachwa na kuchukiwa, bila yeyote yule anayesafiri nawe ama ndani yako, basi yatakufanya kuwa fahari ya milele na furaha ya vizazi vyote. Yani furaha itakujia, atakufanya kuwa na furaha isiyokuwa na kifani. Atakufanya kwamba unyonye na hata maziwa ya mataifa na kunyonyeshwa matiti ya wafalme. Hapo ndipo basi utakuja kujua kwamba yeye ni Bwana na ni Mwokozi wako, mkombozi wako, aliye mwenye nguvu zaidi. Yeye ndiye Mungu wa Israeli, yeye ndiye Mungu wa Kenya, yeye ndiye Mungu wa mataifa, yeye ndiye Mungu wa ulimwengu huu. Kwa hivyo inuka uangaze, nuru yako imekuja. Alafu pia unaambiwa jua lako halitazama tena, maana utakuwa ama Bwana atakuwa nuru yako milele, every time, everlasting light atakuwa pamoja nawe katika maisha yako, atazidi kuongoza, atazidi kuinukia katika maisha yako. Yani kwamba utakuwa unatembea tu ukiwa na nuru, ambaye ni Bwana wako, ambaye ni Mungu wako. Hivyo anasema the beginning the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. So if we fear the Lord, tunapata kuwa na vitu tofauti. Kwanza hekima tunayo, alafu cha pili, yeye maana yuko pamoja nasi, yuko kando yetu, yuko nasi, anatembea nasi, atakuwa nuru yetu, na hivyo sisi tutazidi kuangaza katika mataifa, tutazidi kuangaza katika ulimwengu huu. Tutatembea tukiwa na ujasiri, manake tunapotembea tunalindwa, tunaongozwa naye Mwokozi. Tunaye nuru anayezidi kutufunika, yani anatembea nasi kila wakati. Nasema kwamba jua nalo halitaweza kuzama tena upande wetu, maana wema wake Bwana, fadhili zake zinasi milele na milele. Utukufu wake basi ulishazuka na pia unatufuata katika maisha haya, kwamba tukaweze kuangaza kila mahali, ingawa tumeachwa katika hali tulizo ndani na wale waliokuwa wapendo wetu, ama wote wale ambao wanatuona kwamba sasa hivi hatufai ama nini. Sema Bwana hatatuacha kamwe, maana anasafiri ndani yetu, atatufanya kuwa fahari ya milele, na kila wakati basi sisi tutakuwa furaha ya vizazi vyote, na tutanyonya maziwa ya mataifa. Kwa sababu gani? Bwana yuko upande wetu na hakuna yeyote atakayekuwa juu yetu. Maana sema pia ukitazama katika Yeremia 29:11, sema mawazo anayotuwazia basi ni yale mazuri wala si mabaya. Kwa hivyo yatakuwa yale mabaya kutaka kwamba tukaweze kuangamia, tukaweze kufishwa, tukaweze kuondokeshwa katika ulimwengu huu, bali yatakuwa ni yale ya kutufanya kwamba tukaweze kudawiri, tuking'aa, tukiona nuru yake ambayo inazidi kuwa pamoja nasi. Nasema kwamba jua halitakuwa tena nuru yako mchana, wala mwangaza wa mwezi hauta kuangazia, kwa maana Bwana atakuwa nuru yako ya milele, naye Mungu wako atakuwa utukufu wako kwa mpigo tena zaidi. Na anasema kwamba jeuri hazitasikika tena katika nchi yako, wala maangamizi au uharibifu ndani ya mipaka yako. Yani utakuwa ni uzuri tu, maisha mazuri tu, na yote unayaona basi yatakuwa ni kwa sababu ya utukufu wake Mwenyezi Mungu, kwa sababu aliye mdogo atakuwa elfu, mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Na Bwana ndiye anayesema hivi, na katika wakati wake atatimiza haya.
kwa upesi. Kwa hivyo ni maneno anayasema, lakini kwa wakati wake yatakuja kutimishwa, maana utakuwa ni utukufu wa Sayuni, utakuwa ni mambo ambayo basi yatakuwa ni yanatendeka kwa sababu yalishaandikwa, na vile inavyosema kwamba neno la Mungu alidanganya, Mungu si Mungu akawezi kusema uongo, bali yeye ni mkweli wa wakweli zaidi ya wakweli. Kwa hivyo neno lake litakuja kutimia, kwa sababu haya yote anayeahidi watu wake, anayokuahidi wewe, yatakuja kutimia. Kwa hivyo ndugu wangu mpendwa, dada yangu, mamangu, mjomba, haya ni maneno yanayotoka katika kinywa cha mtumishi wake Mwenyezi Mungu Isaya, akiandika neno hili ili kwamba wanalolisoma wakaweze kutiwa moyo, wakiambiwa kwamba utukufu utakuwepo pale Sayuni, na kwa wale watakaokuwa tukufu wake Mwenyezi Mungu, basi ndio watakaofanya nini? Kuja kuonja, wale ndio basi watakuja kufanya nini? Watakunywa maziwa, watanyonya maziwa ya mataifa, watanyonyeshwa matiti ya wafalme. Hao ndio basi watakuja kugundua kwamba Bwana ni mwokozi wao na mkombozi wao aliye na nguvu zaidi, Mungu wa Yakobo, nguvu za Yakobo. Badala yake basi watu watakuja kuelewa kwamba liloandikwa basi itakuwa la ukweli na linazidi kufanyika katika maisha yao. Kwa hivyo nasema tukainue macho tukatazame pande zote. Nasema kwamba wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakuja toka mbali, na binti zako wanabebwa mikononi, ndipo utatazama na kutiwa nuru, moyo wako utasisimka na kujaa furaha. Nasema mali zilizo baharini zitaletwa kwako, utajiri wa mataifa utakujilia kwa njia iliyo nzuri tena zaidi. Kwani hapa tunaposoma ni kwamba Mungu tu ni mawazo mazuri anayowazia watu wake. Vitu hivi vyote anavyozungumzia ni vile vinavyohusisha tu yale anayotakia watumishi wake, yale anayotakia wanawake, mazuri na mazuri na mazuri. Anasema kwamba licha kuwa umeachwa, licha kuwa umechukiwa, licha kuwa kuna yote ambaye anataka kutangamana nawe, Mungu mwenyewe ndiye anajua, atakufanya kuwa fahari ya milele. Yani utafurahia, vizazi vyako basi vitakuwa vya kunawiri. Yani utakuwa ndio huyo mtu ambaye amehesabiwa haki, na haki hiyo itakuwa basi inaonekana kwa kuwa Bwana atakuwa anatimiza yale ambayo anayasema. Kwa hivyo sisi tunaye Mwenyezi Mungu anayetuwazia mazuri na mema hata katika siku zetu za usoni, ili kwamba tusije tukawa na wasiwasi katika maisha haya. Tusijisumbukie eti kesho nini, tutakula nini, tutavaa nini, maana kesho yake tayari ishajisumbukia, na kesho alivyoipanga Mungu basi ndivyo ilivyo, na mipango alionayo kwetu ni mizuri, ama mipango iliyo salama, mipango ambayo itazidi kutufanyia wema, wala si mabaya, maana Mungu anayetuwazia ni mazuri wala si mabaya. Kwa hivyo sisi tukaweke tumaini letu kwake, tukijua kwamba yeye ndiye atakayekuwa nuru yetu siku zote. Asema jua letu halitazama tena, wala mwezi wetu hautafifia tena, maana Bwana atakuwa nuru yetu milele, atakuwa nuru yako milele. Siku zako za huzuni zitakoma. Yani siku zako za magonjwa hizo zitakoma, siku zako za huzuni zitakoma, siku zako za jamani, sijui kama zitakoma, zitakuwepo tena. Nasema kwamba ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu, nao wataimiliki nchi milele. Wao ni chupukizi nililolipanda, kazi ya mikono yangu, ili kuonyesha utukufu wangu. Aliye mdogo kwenu atakuwa elfu, mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Mimi ndimi Bwana, katika wakati wake nitayatimiza haya upesi. Neno la Bwana linasema hivyo. Yani Bwana anazungumza nawe, Bwana anazungumza nasi. Sema kwamba sasa hivi inaweza kuwa ni mdogo, lakini utakuwa elfu. Wewe utakuwa mdogo zaidi, lakini wakati huo utakuwa taifa lenye nguvu. Kwa hivyo Bwana, usiwe na hofu. Neno la Bwana linakuhimiza asubuhi ya leo, na kwa wakati wake litakuja kutimia, maana Mungu si mwanadamu aje kusema uongo, na neno lake haliwezi kudanganya. Lililoandikwa basi litakuja kutimia, kama anavyosema kwa wakati wake basi nitatimiza kwa upesi. Basi haya ndio yatakuja kufanyika. Kwa hivyo ishi maisha ya Kristo ukijua kwamba mwishowe kuna thawabu yake.
Sawa sawa, mwishowe kuna thawabu yake. Licha kwa changamoto nyingi, mambo ya hapa na pale ni nini, usijali na hayo jamani. Wewe weka focus yako kwa neno hili na uishi maisha ya kiungu, ukijua kwamba jua la Bwana ama jua lako halitazama tena mwezi wako wala kufifia, maana Bwana atakuwa nuru yako milele na milele, nazo siku zako za huzuni basi zitakuja kukoma. Ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu na wataimiliki nchi milele na milele, maana neno la Bwana linasema vile, aliye mdogo kwenu basi atakuwa elfu, na mdogo kuliko wote basi atakuwa taifa lenye nguvu. Maana Bwana yeye ndiye anayesema haya, na kwa wakati wake kama anavyosema kwamba atakuja kuyatimiza mambo haya. Kwa hivyo Mungu wetu mwaminifu sana, asije utuazie mambo mabaya, asije usema uongo, asije utakia mabaya na mabaya, ila anatakia mema, ili kwamba sisi tukaweze kuimarika, tukaweze kuendelea na kukazana katika kutafuta uso wake. Kwa hivyo it is never too late to seek for the face of the Lord, maana yeye yupo maadamu anapatikana. Mtazamie yeye, mfanye kwa kimbilio lako, na yeye atakuja kuokoa. Nuru yake haitakuzimia, mwanga wake utakuzimia, jua lako halitazima, wala mwezi wako utafifia, maana Bwana anafanikisha haya yote kuhakikisha kwamba mawazo anayosema anakuazia yanakuwa ni ya mema, ili kwamba siku zako za mwisho zikaweze kuwa njema, zikaweze kuwa nzuri, maana Bwana anasema, au sio? Kwa hivyo ni kitabu cha Isaya pale sura ya 60 mstari wa 20 hadi 22 asubuhi ya leo tunachoshiriki msikilizaji tu kwa manufaa yako na mtazamaji unaojiunga nasi asubuhi ya leo. Wacha Bwana kaweze kuwa nuru yako katika maisha yako, inuka na kuangaza leo hii katika kila kazi, kila jitihada unayopiga ikaweze kunawiri na ikaweze kujazwa na nuru yake Mwokozi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, hakuna aliye kama wewe. Asante kwa kuwa unasema katika kitabu chako Isaya sura ya 60 kutoka mstari wa 20 kufika 22 kwamba wale walio wako jua lako halitaweza kuazimia wala mwezi kufifia, maana utakuwa pamoja nao, utaongoza katika hatua zao, utazidi kufanya jambo katika maisha yao. Sema aliye mdogo atakuwa elfu, na aliye mdogo zaidi atakuwa taifa lenye nguvu. Wewe ndio unayesema kwamba mambo hayo utakuja kuyatimiza kwa wakati wako mwafaka. Wewe ni Mungu wala si mwanadamu uje kusema uongo. Asante kwa sababu kwa neno hili la kutia moyo, wacha likaweze kuangaza katika maisha ya kila mmoja aliyelipata, ili kwamba akazidi kutegemea katika maisha haya. Asante Mwokozi kwa kuwa hakuna aliye kama wewe. Jina lako lizidi kutukuzwa. Siku ya leo tuikabidhi mikononi mwako, ili kwamba ukazidi kuwa pamoja nasi, ukazidi kutuangazia, ukazidi kutendea mema. Na kataa kila kizuizi kinachopangwa na mwovu shetani katika maisha kila mmoja asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo kaweze kushindwa. Maana Mfalme, hakuna silaha ya uovu iliyo mbaya, iliyo ya vizuizi, iliyo ya giza itakayopandwa juu ya maisha yetu na kupata kunawiri, maana wewe ndiwe nguzo yetu na unatutendea yaliyo mema katika maisha yetu. Wacha siku ya leo ikaweze kuwa njema na baraka. Baraka zako ulizotupangia katika siku ya leo, wacha zikaweze kumanifest katika maisha kila mmoja. Tashukuru kwa sababu wewe ndio Mwokozi. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante kwa siku, asante kwa uzima, asante kwa kulinda taifa hili, asante kwa kulinda wanafunzi hata nao zidi kufanya mtihani wanapotoka kwa ajili ya mtihani ya siku ya 3, kazidi kuongoza katika hatua zao, kazidi kuinua, kazidi kuhifadhi. Asante kwa kuwa unastahili, asante kwa kuwa unaweza. Katika pendo safi la jina lako ninaomba nikiamini. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana, azidi kuzidisha, azidi kwa nuru katika maisha yako siku zote unapozidi kumtazamia. Devotion